tumesikia fununu kwa watu wanaunga Winnie Odinga mkono ili awe mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi. Mimi nataka kuambia nyinyi watu wa Nairobi. Hii Nairobi tumekuwa na mama mmoja ambaye amekula hii kaunti miaka mingi, miaka 11 kutoka hiyo sehemu mpaka sasa. Na hakuna kitu chenye amefanya. Kuingia pale chenye alifanya ya kwanza makosa ni kutengeneza sheria ya kuunga William Ruto mkono ati kama wewe unataka kuenda kuandamana, Esther Pasara anapeleka sheria kwa bunge. Anaambia Moses Wetangula, kiongozi mpinzani mkubwa katika kupinga watu ambao wanaopinga serikali. Anawaambia ati nyinyi mkitaka kuandamana ama mkitaka kujitokeza, lazima muandike barua, mtasimamiwa na nani na vitu ngapi venye mdaribu. Sasa nataka kuambia nyinyi watu wa Nairobi, maandamano ilikuwa hapa kwa muda mrefu, lakini yule mtu mmoja ama yule mtu mwenye alipeleka mswada kwa bunge ili watu waache kuandamana ni Esther Pasari. Sasa nyinyi watu wa Nairobi, tumesikia Winnie Odinga anarudi Nairobi kuwa wakilishi wa kike. Msisahau, kwa sababu huyu binti akona maoni mzuri. Atahakikisha kaunti ya Nairobi uchafu umemarishwa. Atasaidiana na wabunge wa kaunti wa Nairobi ili kumarisha uchumi wa Nairobi, kupinga serikali ya kaunti ya Nairobi, kwa sababu huyu serikali ya kaunti ya Nairobi akona mambo mengi ya udanganyifu katika hii Nairobi. Sasa nawasi nyinyi watu wa Nairobi, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2027 asubuhi mapema mjitokeze nje ili muweze kupigia Winnie Odinga kama women rep wa kaunti wa Nairobi. Juu hakuna mwingine kama wewe. Huyo msichana ni msichana mrembo, msichana mwenye ana mambo mengi, msichana mchapa kazi, mwenye ana shida na mtu, mwenye akikalia pale kwa bunge atahakikisha kila mwananchi amemsikia sauti yake na ataenda kinyume, kwa sababu huyo wakilishi wadi ambaye tunayo kwa sahi sasa, yeye analinda William Ruto, anakula na William Ruto, anapitisha sheria za uongo ati mkijitokeza kwenda kuandamana, muandike barua mpeleke kwa chief na mtoe yule ambaye mwenye mwasimamia mkienda maandamano. Ati mkiharibu unga mwekwe post, mkiharibu nini mpelekwe mahakamani. Hizi shida zote Esther Pasari ndiye ameleta. Nyinyi watu wa Nairobi msisahau, kwa sababu amekula hii nchi kwa miaka mingi, amekula hii county. Mjitokeze mapema na mjiunge na mpigie Winnie Odinga kama wakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi. Nikienda mangapi ambaye nasema kuwa tumesikia fununu kwa governor wa Nairobi Johnson Sakaja anataka kupenduliwa ofisi, kubanduliwa mamlakani. Hii tunawahakikishia kuwa wabunge wa kaunti wa Nairobi wajitokeze kwa mstari wa kwanza kupeleka hii mswada kwa bunge ili aweze kubanduliwa, kwa sababu huyu governor wakati wa maandamano alienda nyumba za Wakikuyu, Waembu, Wameru, Wajaluo, Wakisii, Waluya zote akaweka X ya green. Usiku wakora wakaletwa wakisimamiwa na polisi, wakapora mali yetu yote katika hii kaunti ya Nairobi. Sasa sisi watu wa Nairobi tukisikia Sakaja anaenda nyumbani tunajitokeza, kwa sababu huyu mtu amekula pesa mingi katika hii kaunti ya Nairobi. Ameingia kwa miaka 2 baadaye akona nyumba hapa mingi, akona hapa kampuni hapa Donom, amejenga hoteli pale Westland, amejenga pale Dagoretti South akona hoteli, akona nyumba pale, na yeye ndio contract wa kukula pesa wa Nairobi. Ameweka mfisadi, ukienda hapa Mama Lucy ameweka kabila yake ndio mkuu katika hiyo hospitali. Sasa nawaambia nyinyi watu wa Nairobi, huyu governor wa Nairobi amekula hii nchi kwa miaka mingi tangu achaguliwe mwaka 2020 na aliwadanganya nyinyi Waluya ati yeye ni Mluya, kumbe ni sabot, kumbe ni msabot. Sabot ni Wakalenjin, aliwapima na sahi Waluya wamejua huyu mtu aliwadanganya na sio kabila yao. Ameingia pale kutajirisha na kuharibu mali za watu. Sasa tukisikia tu habari anaenda kubanduliwa ofisini, tunashangilia. Mjitokeze msherekee, kwa sababu mlagai, mfisadi, mdanganyifu, mpiora, mkula inji anafukuzwa na wabunge. Na hii ni mswada yenye kipelekwa wabunge, watu hawatakaji, kwa sababu watashangilia kuwa mwizi anaenda nyumbani. Mjitokeze nyinyi wa Kenya, tushangilie pamoja, kwa sababu huyu mtu mwenye amehangaisha watu na kusumbulia watu na kuajiri kabila yake katika hii kaunti ya Nairobi anaenda nyumbani.
na wasi nyinyi wabunge wa kaunti ya Nairobi, mjitokeze na wabunge wote wa inji ya Kenya, kutoka kule magharibi tu pwani mwa inji, kutoka kule kaskazini tu kusini, kutoka kusini tu kaskazini mashariki. Mjitokeze wote, mjiunge na mtie sahihi kuwa huyu gavana amechokesha watu wa Nairobi, kukula pesa, kudanganya, kuajiri kabila yake, kutajirika na ushuru ya watu wa Nairobi. Na wasi mjiunge na muhakikisha kuwa huyu mtu amependelewa na pelekwa Senate. Pia Senate mjitokeze nyinyi watu ambao tunawaamini mnafanya kazi vizuri. Msiache huyu mtu akae kwa kiti. Abanduliwa katika bunge, pia katika Senate atolewe ili aweze kuenda nyumbani, na hizo pesa zenye ama rasilimali za inji arudishe ili Wakenya waweze kupata nafuu, Wakenya ambao wanaishi Nairobi. Asanteni sana.